الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jambo la kwanza, mtu akitoka hija akikutana na nduguye, kinachotangulia ni dua kabla ya maneno. Sasa tumuombe Mwenyezi Mungu kila mwenye jambo lake atie nia, Mwenyezi Mungu amuondoshee makero yake, lakini amkidhie haja zake. Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى الخير وإلى صراطك المستقيم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا سلام سلمنا والمسلمين يا سلام سلمنا والمسلمين يا سلام سلمنا والمسلمين. اللهم احفظ ديننا اللهم احفظ ديننا اللهم احفظ ديننا واحفظنا واحفظ ما معنا ومن معنا يا رب العالمين يا رب المساكين. ارحمنا والمسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Waislamu, kwa ufupi, kama mlivyoona jana, Mwenyezi Mungu ametujalia kurejea nyumbani baada ya kutekeleza ibada ya hija. Tumerejea kwa amani na kwa salama, na karibu taasisi zote na mahujaji wote wamerejea kwa salama. Nadhani nimeacha kama taasisi 2 au 3 ambazo siku hizi 2 zitakuwa nazo zimerejea. Kwa hiyo ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wale wanaotaka kwenda hija ishafunguliwa kule Maka. Hija ishafunguliwa tangu sisi tuko pale, tayari wameshamaliza habari ya mwaka uliopita wa hija hii, na wamefungua Wizaratul Haji hija mpya ya mwaka 1448 ishafunguliwa tayari. Kwa hiyo watu waanze kujiwekezea kidogodogo mpaka ukifika mwezi wa Shaabani mtu uwe umeshamaliza, ili usiingie katika yale matatizo ya kuwasumbua Tanzania Haji Mission ya kwamba watu hawajalipia, watu hawajakamilisha. Lazima twende na taratibu kwamba Wizaratul Haji ya Al-Mamlakatul Arabiyyatu Saudia yenyewe imepanga mwezi wa Shaabani ndio mwisho. Hakuna anayeweza dunia nzima kuweza kuvunja utaratibu huo. Huo ni utaratibu wa wizara, utaratibu wa mamlaka, hakuna anaweza kuvunja. Ni juu ya nchi yenyewe kuwahimiza watu na kuwajulisha waweze kujiandaa mapema. Na ibada ya hija ni ibada muhimu, na yenyewe si kwa mtu tajiri. Ibada ya hija haikuwekwa kwa ajili ya mtu tajiri. Ibada ya hija imewekwa kitu kinachoitwa istitaa. Istitaa maana ni mtu kufikia ule uwezo wa kuweza kumfanya anaweza kufika Maka kwenda na kurudi. Unaweza kumfanya awe na masrufu ya kutumia kule Maka. Unaweza ukamfanya anaweza kuachia ahli zake chochote mpaka atakaporejea. Hiyo ndio istitaa, na kwamba hakuna kikwazo kinachoweza kumkwaza asende. Hiyo ndio istitaa. Na hii istitaa hii haina maana ya tajiri. Ni mtu yoyote tu, kama umelima maharage, umelima korosho, umelima katani, umeuza vitumbua, umefikia kwamba unaweza ukamiliki dola 1000, dola 6000, basi unatakiwa tayari uende ukahiji, kwa sababu hiyo ndio uwezo wenyewe. Hata kama baada ya pale hutakuwa na chochote, manake haiambii kwamba mimi kisha tutumia hizi nitakuwa sina nyingine. Kule kuzifikia hizo inatakiwa lazima uende. Kwa hiyo tunataka kutoa maelezo madogo madogo, na tumeweka utaratibu mpango maalumu na Tanzania Haji Mission, na sisi kama Baraza Kuu la Waislamu Tanzania ambao tunasimamia Uislamu katika nchi, namna gani watu watashawishiwa, namna gani watu watahamasishwa kwenda kutekeleza ibada hii ya hija. Ni jambo moja muhimu sana. Haiwi mtu ana nguzo 5 katika Uislamu ambazo ndizo alizozisemea Mtume, bunia al-Islamu ala 50 shahadatin la ilaha illa Allah, mpaka mwisho wa hadithi. Lakini mbele anasema wa hajjil bait, na kuikusudia al-Kaaba kwa ibada, kwenda kuhiji. Alafu mtu anakuwa kafikia kiwango na kafikia uwezo, alafu hakwenda kuhiji. Huo sio Uislamu.
Na kwa wale vijana ambao wanafanya biashara, wengine wana hali nzuri, alafu anasema yeye hana haja ya kwenda sasa, maana hajamaliza mambo ya dunia. Mambo ya dunia yanamalizika kwa utaratibu huo. Je, Mwenyezi Mungu akikuchukua kabla hujayamaliza hayo mambo na huku hujahiji, utasemaje mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hali ya kuwa tayari ulishafikia uwezo? Hakuna jahal kama hiyo. Kwa hiyo watu waache mambo kama hayo, watu wapapie kutafuta ule uwezo wa kuweza kumfanya aende hija, na atafute uwezo huku akielewa sharti za kule Saudia mwisho wa mwezi wa Shaabani. Kwa hiyo watoe kidogo kuanzia sasa mpaka atakapofika mwezi wa Rajabu, kaishamaliza kila kitu tayari, analipia, anakwenda zake hija. Tumeona kule wazee, safari tumehija na mtu mmoja ana miaka kama 103 hivi, lakini ilikuwa anakwenda na anajitahidi. Mwita tulikuwa naye, ameona vijana wetu wakiwabeba wale, tuliwafundisha vijana namna ya kusimamia watu. Ilikuwa mtu mzee anakamatwa, anabebwa, anawekwa mgongoni, anahijishwa. Tumefanya hivi mwaka huu. Wakina mama leo tumewafundisha vile vile. Ilikuwa kina mama wasiojiweza wanabebwa, wanapelekwa chooni, wanapelekwa huko, wanasafishwa, wanafanya nini, wanapelekwa kule. Wengine wasio na uwezo, mimi nimetoa mwenyewe mpaka uwezo wangu mwenyewe kukodi vigari na nini, wende wakahijishwe. Watu wote wamefanya hija iliyokuwa kamili. Sasa na wewe wahi, kama kijana una nguvu, nenda kahiji. Wala sikutishe mtu kwamba hija ngumu bwana, kuna mahali ukipiga mawe hapo unaweza ukafa. Hakuna masala hayo, ukifa umepangiwa tu. Mbona sisi safari waliokufa ni watu wawili, mmoja akapata na pressure, mtu wa Zanzibar mfanya biashara akafariki, na huku mmoja wa kwetu mama mmoja na alishikana maradhi kwa sababu joto kali, pressure ilikuwa nyingi. Joto ni hali ya hewa ya kawaida, kila nchi ina hali ya hewa yake. Sasa ilipojitokeza hali ya hewa na yeye mwili haukuweza kunani, sio hija ndio iliomuua, ni hali ya hewa ile afya yake. Sisi tunaelewa na Simba kapo Sheikh Mahadi huyu hapa tulikuwa naye. Kwa hiyo msije mkadanganywa mkatishwa afu mkaacha kwenda hija kisa unaogopa jamarati. Jamarati ile ya zamani ungeikuta wewe, si ndio ungeogopa zaidi. Yuko shekhe mmoja katika kipindi kile, tunaye Sheikh Musa huyu, alibanwa yule shekhe, alibanwa kweli katikati kwenye kizaazaa cha Jamratul Aqaba. Sisi tukakimbia kwenye ukuta huko ili kupisha watu wapite. Kila Sheikh Omar yao wanajua, watu wamemshika ile hiramu ya juu ile, wakaichojoa ile, wakaiondosha, akabaki na ya chini. Kubaki na ya chini, yuko mmoja naye anataka kujinusuru, akaikamata ile hiramu yule shekhe. Sasa ukiivua itakuwaje? Basi alizungumza Kiarabu kikamalizika, akazungumza Kiingereza kikaisha, akaamua kumwambia mtu niachie bwana, anamwambia Kiswahili. Sasa ameona huyu mtu Kiarabu haelewi, Kiingereza haelewi, akamwambia Kiswahili, wewe niachie bwana, utakuniweka ushi bwana, niachie bwana. Hiyo Jamratul Aqaba ya wakati huo. Sasa hivi Jamratul Aqaba mahala pazuri kabisa, unapiga ukitaka chini, ukitaka unapiga ghorofa ya kwanza, ukitaka ya pili, ukitaka ya tatu, raha mustarehe. Na wakati ule ilikuwa ukienda hivi unapiga furudi ile ambako watu wanapandisha, wewe uteremshe. Kizaza chake nicho. Siku hizi mambo maendeleo makubwa, unakuja na hii, unakuja kupiga, unazunguka hii ya kutokea, raha mustarehe. Wewe atakutisha nani usende hija kwa sababu ya mambo kama hayo? Jamani, jitahidini mwende hija, uzeni vitu vyenu, yani uzeni biashara zenu, fanyeni vitu vyenu, jitahidi mpaka uende. Mtu mmoja juzi, wakati juzi narudi, akasema mimi nakusudia kwenda hija inshallah taala, nimepewa pension yangu, nimeikata fungu kwa ajili ya mwaka huu, niende, itakaobaki ndio itakuwa ni ya kwangu na wanangu, lakini hii ni ya dini yangu, hii ninakwenda inshallah taala katika hija ya nani. Na kuna watu wengine kule wamesema tunarudia tena kwa utamu wa ladha ya hija mwaka huu. Watu 5 tayari nishapata, watu 5 kule, 5 ashkhas, watu 5 kule wamelahikishia kwamba tunarudi, mufti tunarudi. Na mimi mwenyewe mwaka huu mufti niliweka kando, nikaingia kazini kuwahijisha watu. Niliingia kazini mwenyewe ili kuwafundisha vijana wetu namna gani ya kuhijisha watu. Kwa hiyo hija imekwenda vizuri, hija ilikuwa tamu, hija ilikuwa na ladha. Watu hawataki kuondoka kule hija, wanataka hata mwaka mzima wawe kule. Na kwa Bwana Mtume Muhammad, sisi wakati tuko Mina tayari tusafanya booking kule. Tumefanya booking na yakaja majibu kwamba tarehe Jumatano ndio zamu yenu, asubuhi wakina mama, jioni wakina baba. Kwa hiyo asubuhi tulipokwenda Madina wakapelekwa wakina mama Raudha, wakaenda kaswali pale, na sisi jioni tukaenda, nikaongoza mimi mwenyewe, tukaongoza
tukaingia watu raha mustarehe. Watu wa kule waliponijua mimi ni mufti, wakaniweka kando kidogo, kaambia pumzika kwanza, wache watu wako wapite. Wakaingia watu wangu wote mpaka kamalizika, mimi nikachukuliwa nikapelekwa katikati pale, kaambia haya kaa kwa muda unaotaka wewe. Kwa hiyo nikakaa pale nikafanya mambo yangu, nikaiombea nchi, nikaombea Uislamu, nikaombea mashekhe, nikaombea kila kitu, nikajiombea na mimi mwenyewe na wazee wetu walitangulia mbele ya haki kwa muda nilioutaka mwenyewe mpaka nimechoka mwenyewe. Hii ndio hali ya Al-Madinatul Munawwara, mambo mazuri kabisa, wala hakuna wasiwasi. Na tulitengeneza kitu maalum kwamba kuwe na muda maalum wa mahujaji wetu kupelekwa shopping, kwa sababu wao ni wageni, wakapelekwa shopping kwenye mall makubwa Sharia 60 kule. Wamekwenda kule, wamenunua vitu, wengine wanalia usingenunua Maka, ningenunua huku. Jinsi ilivyokuwa raha. Tumekuwa na vijana kama ule mtu wa Kiwelu cheza mpira yule wa Yanga Afrika na Simba Sports Club, amepata kama kichaa yule, anakwenda huku na huku, anakwenda namna hii. Sasa jamani, mimi natumezungumza maneno haya kuwahimiza mwanasheria wende hija bwana, siwekeweke tai tu, nenda hija, nendeni hija mkamalize ibada ya hija tamu sana. Alafu ukirudi kayauma waladatuhu ummuhu, unakuwa dhambi zote zimeondoka, unakuja kuanza alifu huku. Maana mahujaji na nyinyi mliohiji msianze alifu, mmeshakufuriwa madhambi yenu, endeleeni kuilinda. Maka alizungumza mawaidha haya kwamba kuhiji sio neno ni kuilinda hija. Imeeleweka uzuri Kwa hiyo inshallah mimi nawaombea Mungu, Mwenyezi Mungu awape nguvu, awape uwezo, muweze kwenda kuhiji, muweze kupata nafasi ya kufanya ziara ya kumzuru Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumewafanyia ziara watu Maka, wameona nyumba alipozaliwa Mtume katika mtaa unaitwa Suqul Layl. Wameona Mtume alizaliwa hapa, na pale alipozaliwa ardhi hii hapa na hapa ndipo mama Amina alipomzaa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wameona Al-Hajun Al-Ma'la, sehemu ambayo kazikwa mke wa kwanza wa Mtume Muhammad, Bi Khadija. Hata wale watu wa madihi wakasema qif bil hajun suwai'a ya hadi waqra salam uhaila dhaka alwadi. Ukifika Al-Hajun toa salamu kwa wale watu ambao wamezikwa pale, mahala ambapo kiongozi wake ni mama Khadija radhiyallahu ta'ala anha, na wamezikwa na maswahaba wengi mahala pale, pamoja na watoto wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamezikwa pale. Kwa ni mahala ambapo natakiwa ufike. Wamekwenda Masjidul Jinn, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn. Hapo tumewapeleka watu wakaba, hapa ndio Mtume alizungumza na majini. Je, kuna raha kuliko hiyo? Tumewapeleka watu kaambia, hapa ndio hapa anapokaa Abu Lahab, hapa tabbat yada hapa. Mbishi mkubwa amwambia Mtume tabban laka ya Muhammad. Hapa ndio alikuwa kiishi. Abu Jahali naye alikuwa kiishi huku nyuma. Sehemu kama hizo tumefanya kusudi hiyo. Niliwaambia hija tunaoifanya sisi ni hija ambayo watu wa Tanga wanasema hija na haja, hija na haja. Yani mnahiji alafu mnakupata historia ya ule mji ukoje, mahala hapa ni mahala gani, mahala hapa ni mahala gani, hapa alikaa nani. Kwa vile sisi siku hizi ni wenyeji wa ule mji, tunajua hapa alikuwa anakaa fulani, hapa alikuwa anakaa fulani, huu mtaa kadha, huu hivi namna hiyo. Na Madina kadhalika, watu wamekwenda sehemu mbalimbali wameonyeshwa, na tumekuwa na walimu na mashekhi tumewapa kazi wa kina Mahadi hao, kina Asman Zubairi wa kina Nanda. Mwenyewe nipo kwa na jambo naingia mwenyewe, naambia hapo hii kadha kadha, hapa ndio qiblatain. Lakini huku tutako swali siku kilikogeuzwa kibla kigeuziwa hapa. Iliposhuka aya Mtume akageuka, qad nara takhalluba wajhika, akaambia akageuka Mtume sallam katika akaelekea Makka katika Al-Kaaba. Ni hapa sasa, yale yanakuwa mtu amesoma na amepata ile hija na haja na historia ameandika. Hapo ni Hunaid, wameelezwa hapa ni Hunaid, hapa Badri, hapa hivi, hapa hivi. Yani ni raha Sheikh, ni raha. Kwa hiyo mimi ninawahamasisha, fanyeni haraka kulipia. Dola 6,000 si chochote, si milioni 15 tu. Milioni 15 ndio inaweza kukusumbua katika maisha yako ukakosa hija. Una mambo mangapi wewe? Piga kila siku unakula kiasi gani katika nyumba yako?
alafu zipige zile mara mwezi, zipige zile mara mwaka, utaona hela nyingi sana unatumia. Nyinyi hamjui, mnaona kila siku maisha unafanya, lakini hujui unatumia kiasi gani kwa mwaka, kwa sababu upige hesabu. Piga hesabu kwa siku unatumia shilingi ngapi, alafu piga mara mwezi, mwezi piga mara mwaka, utaona ni hela nyingi sana. Hivyo hivyo kama ukikuwa unaweka kidogodogo kwa kila mwezi mpaka mara mwaka, ungekuwa umepata uwezo wa kwenda hija, ukenda ukahiji. Hija ni kitu muhimu sana. Walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa ilayhi sabila. Na wewe mwenyewe utaona kwamba kweli mimi sasa nimekamilika. Na nilikuwa nikiwaonya watu kule kwamba jamani, tutakuhiji hapa sasa, maana yake mmekuja kuchukua ahadi kwamba hutasema uongo tena, huwezi kuwa jitu jirongo kuanzia leo. Nawaambia watu, hutakuwa na mtu kazi yako kufitinisha watu, hutakuwa mtu mzushi, mtu hana jambo unamwambia yuko hivi, unatia katika mitandao, katika nini, ile dhambi utaimudu? Mtume anatuambia nani muflisi, nani aliyefilisika katika sisi? Anamwambia maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, akasema aliyefilisika katika sisi ni yule ambaye hana chochote, hana mali, hana nini. Sisi ndio tunajua kufilisika, tafsiri yake ni hiyo. Aliyefilisika ni yule atakayekuja siku ya Kiyama, wakad shatama hadha, amemtukana huyu, amemchukua mali ya huyu, amemnyang'anya huyu, amemvunjia heshima huyu, amefanyia hivi. Huyo atakuja hali siku ya Kiyama hali ya kuwa amefilisika, kwa sababu yatachukuliwa yale mema yake, wapewe wale aliyewafanyia vibaya, aliyewadanganya, aliyewazushia, aliyewanyang'anya, wapewe. Aliyewadhulumu, aliyewatukana, aliyewasimanga, mama yake, swala yake inachukuliwa, hija yake inachukuliwa, zaka yake inachukuliwa, al-amru bil ma'ruf inachukuliwa kama alikuwa nayo, kila ibada, sadaka, nini aliofanya, tilawatul Qur'an inachukuliwa, ibada zake zote zinachukuliwa, wanagawiwa wale aliofanyia ubaya, wanagawiwa wale. Wakishagawiwa sitakuwa imekwisha. Aliwafanyia ubaya ni wengi, matendo yake mema ni machache, yamekwisha. Yani amefilisiwa, hana jambo, mema yake yote hanayo tena, wamepewa watu ambao wamewafanyia vibaya, lakini bado anadaiwa. Kuna wengine bado hajapewa kwa sababu mema ya yule bwana yamekwisha. Je, kunafanywa nini? Sikiliza ngoma hapo sasa, sikiliza uzito hapo. Yanachukuliwa mabaya ya wale, anapewa yeye. Kama yule alikuwa mzinifu, kwamba hii zina sio yule, ni wewe ndio uliozini, jalla jalalu. Naam, ba yule mwizi, ile sio mwizi tena, mwizi ni wewe shekhe. Yanachukuliwa ule wizi wake, unapewa wewe, unakuwa ni jizi, wewe jitu zinzi, unapewa, unarithishwa, ile ndio unachukua, unabeba wewe. Mema yako yamemalizwa, alafu na madhambi ya watu wengine unabebesha wewe. Waweza jambo hiyo? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hiyo siku hiyo, yauma yafirru almar'u, ndio siku ya namna hiyo. Watu wote wanatarajia rehema kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe yanachukuliwa mabaya ya watu, unapewa wewe. Madhambi makubwa yanachukuliwa, unapewa wewe. Hii ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam isiyokuwa na shaka katika riwaya yake. Unapewa wewe. Yule bwana anakuwa iko safi, wale wenzako wanakuwa wako safi na nini, wamepata kama pepo ya dezo hivi. Na aliyewapatisha pepo nani? Ni wewe, kwa sababu ya ujinga wako. Kila unaoliona unasema, tunafanya nini? Unasema, mara umesema urongo huu, mara umefanya hivi na nini. Angalia Mtume katika kumweka mtu akae sawa. Kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bikulli ma sami'a, yatosha kwa mtu kuwa ni madhambi kuzungumza kila ambalo amelisikia, hata kama ni la kweli. Hapa azungumzi Mtume aliyoyasikia mabaya, aliyosikia mambo ya kweli hasa, wala hana ubaya yote, lakini ile tabia ya kwamba kila ambalo umelisikia walizungumza, yatosha kuwa ni madhambi. Mtume anasema sallu ala taha, yatosha kuwa ni madhambi. Kuwa na kiherehere cha kile unalipata Kariakoo leo, ilikuwa kivumbi cha nini? Si ungepunzika tu bwana, kuna haja gani mpaka uzungumze? Vipi Kinondoni, ilikuwa sio mchezo. Msikiti wa Bakota leo
Sasa kila ambalo wewe umelisikia ndio unataka ulizungumze? Mbona Mtume wako Muhammad anasema yatosha kuwa ni madhambi kwa mtu kuzungumza kila ambalo amelisikia? Haina maana jambo baya lolote kwa kumsikia, hata kama ni jema, lakini kama una tabia cha kiherehere, unakitoitoisha roho, kila ukikaa waona, kwa nini nisifike mahala fulani nikazungumza jambo fulani? Kwa nini nisifike mahali fulani nikawamwagie watu mambo fulani? Yatosha kuwa ni dhambi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia namna hiyo. Sasa sikwambii ikiwa ni dhambi kweli, sikwambii ikiwa ni dhambi kweli. Kwa hiyo mambo kama hayo tujiepushe nayo, na tuepushe tuangalie zaidi kiyama, tuangalie akhera, tuangalie maisha mengine aliyoyataja Mungu kumwambia mtume. Khitabu inamhusu mtume, lakini hukumu ni am. Khitabu ni khas, hukumu yake ni am, yani maelezo, msemo. Khitabu kwa maana ya msemo unamhusu mtume sana, lakini matumizi na hukumu ya ule msemo ni kwa watu wote. Anamwambiaje? walal akhiratu khairun laka walal akhiratu khairun laka min alula, akhira ni bora kwako wewe Muhammad kuliko ulimwengu, yani mwisho ni bora kwako kuliko mwanzo, anaambiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ile ni msemo anaambiwa mtume ili awaambie na umati wake ujue hukumu na matumizi ya msemo huu ni kwa watu wote, kwa Waislamu wote, kwamba akhera ni bora kwetu sisi kuliko ulimwengu. Jalla jalalu, meleka lazima uelewe. Ndio maana kuna fani ile inaitwa maqasidu sharia. Maqasidu sharia ni kitu muhimu sana kwa wanazuoni kuyashughulikia zaidi na watu kuyajua. Malengo ya sheria ya Uislamu ni yapi? Lengo la kuswali, kwa nini mpaka tunaswali? Nini lengo lake? Kutoa zaka, kwa nini mpaka tunatoa zaka? Iko siku sasa nitasimama hapa, nitaweka darasa maalum, nitakuja kuizungumza kwa upana ili watu wapate kuelewa. Wallahu waliyu tawfiq, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hiyo Mheshimiwa Mufti, mlango wa watu kuweka pesa zao katika banki ya hija uko wazi? Uko wazi, umefunguliwa tangu sisi tuko hija, huko ushafunguliwa. Waislamu mambo ndio hayo. Inna